Anayeonekana lazima aonekane. Huwezi kupita kwenye kula kama wewe hutaki kupiga kampeni. Lazima kuna kampeni jamani. Hata marais wanahangaika, wabunge wanahangaika. Ndani ya kanisa tupate watu ambao wanapiga kampeni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mafundisho fulani yaliyowafanya watu wengine mpaka waolewe. Nilikuwa na mabinti wengi wameanza kuolewa kwa ajili ya kuimba kwaya. Yaani wewe ni binti uimbaji kwaya, utapata shida. Kuimba kwaya. Kwaya ina wateja. Kwaya inakufanya uonekane. Yaani kuna mtu, mimi mke wangu nilimuoa kwa ajili ya kutembea. Yule mama alikuwa anatembea. Yaani kuna kutembea. Kipaji cha kutembea. Na nilikuwa wengi walisema yule mama alikuwa akitembea hata kama unalima utageuka. Kuna watu wanajua kutembea. Unajua anatembea kufikia rudi nyumbani. Yule alikuwa anatembea, yana kitembea mpaka yani unamuuliza mtoto wa nani? Kuna mtu hana hela, anajiamini anatembea. Utafikiri dunia ni ya kwake. Yeye tuko tunageuka hivi na zamani kidogo ilikuwa mwanamke mmoja kumtafuta wanaume 7. Sio mmoja kama saizi. Saizi hapana, idadi imeongezeka. Zamani mwanamke mmoja wanaume 7 apate mmoja. Yule dada alikuwa anatembea hivi. Yeye anatembea, sio alikuwa anafanya mikono hata sielewi. Mpaka simu nikwambia igiza na shindo saizi. Lakini ndio kilichonivutia. Haleluya. Wewe kanisani umekaa tu, utafikiri mwanamke mjamzito bado siku 6 maana kanisani lazima ujishughulishe. Hatujaitwa hapa hivi. Tumeitwa kwa sababu yuko Bwana kufanyia kazi. Hata unaitwa Bwana na watu wengi, si ndio? Kuna makabila fulani nimeambiwa atawasukuma wanao na watu wengine. Lakini ananiambia katika wanawake 7-6 anakuwa anampenda wengine kwa ajili ya kazi tu, wajitume, wapige kazi, wapige jembe. Lakini kuna wanahangaika nasikia kumpalilia. Yaani lakini yana anaona huyu mmoja anazidi wengine. Ndani ya kanisa Mungu anaangalia watu ambao wanajua Yesu ni Bwana. Usikae mkao wa hasara kwenye maombi uonekane, kwenye mkesha uonekane. Idara ya mama ulishazima, kwenye kwaya uonekane, alafu uwezi ukaenda. Ndani kanisani lazima kielele kiwepo, wawepo watu ambao unamuona kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ningekuwa ndo binti anaolewa. Hata kama wanasema wanaume wachache, ningeolewa. Nasema ningeolewa, wangenijua. Yaani vijana wangeona kila eneo kanisani nipo. Napiga deki, nafanya hiki. Ni msafi. Sina masengenyo. Najua kujitokeza. Najiamini. Mchungaji lazima atafute cha kunisifia. Kwa nini usinitafute? Kwa nini? Hilo kikaa kama zombe, wanaita zombe. Inashirikisha. Haleluya. Kanisani ujue Bwana huyu Bwana ukimtumikia ipasavyo anaweza kuleta mchumba. Yaani kuna mabinti unakuta kanisa hili lina binti anasifiwa makanisa mawili huko nyuma. Kwamba kuna binti pale kanisani Bwana kwa Filipo Balaa anavyoimba anavyosolo anajiamini. Yuko hivi kila eneo yupo, amekamata kwaya, humkosi kwenye hili, anajituma kwenye hili. Kila sehemu unamuona yupo. Mbona unaondoka unatoka? Unaona shangamta na watoto wawili anaolewa. Lakini wale ambao hajaiza haole. Kwa nini? Watu waangalie watoto. Na wengine wanajua picha, watoto ni picha kwamba unazaa. Anasema achana na mimi kama na watoto, lakini anajituma wewe akanifaa kwa mtumishi. Mtu amekaa kanisani anapigiwa simu. Uko wapi? Wiki mbona unaona wewe binti kweli? Wewe ni mama kweli? Haleluya. Hata ukiona mwanaume ameoa mwanamke wa pili, kabla hujakemea jiulize. Maana kuna watu mnajua kukemea ila kujihoji. Jihoji tukumbuka, rudi nyuma. Una makosa mengi umejificha. Leo nilikuwa naongea na mtumishi mmoja ananiambia pastor, nahitaji kupata ushauri wako. Jambo fulani linanisumbua sana kwenye ndoa. Lakini hicho nishangaza, anasema huyu mwanamke nilimpenda mpaka nilikosea Mungu. Sasa napita na kitu fulani naambia kama nilimpenda kumkosea Mungu ndo pale aliingilia jamaa. Kwa usiingie kumungunika, lazima upate malipizi. Haleluya. Kwa ukiona jambo limekutokea zito, jiulize kanisani unaendaje? Jipigie mahesabu namna unavyotoa, namna unavyoshiriki mambo mengine. Mdomo wako umewekea beki kiasi gani? Unawathamini vipi watu? Moyo wako umeokoa kweli kweli. Yaani ukijiona hivi unaweza kujigundua una matatizo. Kuna wanawake wameolewa kwa wanajiuliza ni bahati nzuri tu. Lakini hana CV za kukaa kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ushindani wa saizi, uwe makini.
Kuna wadada wako mitaani wanatembea sio mchezo. Wanakutana na mwanaume wako ni kama fisi tu, watamtoa. Lakini ukamkamata mwanaume mpaka ashinde kutoka out. Yaani anashindwa kipi cha ukifuata. Kipi? Mwanamke shujaa, mwanamke anachakalika. Mwanamke anajielewa. Mwanamke anajua muda wa kuamka. Mwanamke anajua muda wa kulala. Mwana mwingine anajua hata kulala. Unajua kulala kuna utaratibu. Saa 7 mwanamke hajalala. Wewe ni mtu wewe nini? Kulala kuna mahesabu. Mwanamke unampima kwenye akili. Akili ya mtu haitembei. Akili ya mtu ni vile anavyoonekana na vaecha anaongeaje. Ndio tunajua ana akili. Unaweza kujua tu na mwanamke ana akili. Haleluya. Kwa mwanamke anaosha vyombo kwenye kuka anapika anaosha dessert. Yaani hizi ndio mboga nyama anaosha dessert vya watoto. Huyu ni mwanamke zombe huyu. Na maji ananukia kidogo huko. Ndio kama mwanaume anaweza kuongea lolote. Mwanaume anaweza kuongea lolote lakini anajua huyu nimepata dudu. Huyu sio mwanamke, ni mchafu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mkiomba na adabu, uwezo ukatolea maji kwenye nyama. Mimi nakwambia sio mchezo. Lazima makini sana. Unanilinda. Mwanamke lazima ujue kutandika, ujue mwanaume anatokaje. Ujue unaongeaje na mwanaume. Mwanamke unakuwa na hasira utafikiri ni fungu la 10. Yaani kawekeza hasira kifuani, utafikiri zaka. Mwanamke na wewe nikwambie, wewe unaitwa mwanamke, sema mwanamke. Naongea hata kama sio nawe lakini naongea na mtu kumsaidie. Kuwa na hasira ni ujinga. Maana moja ya vitu vya kukwaza ni kuishi na mwanaume. Kwanza kuishi na mwanaume, lazima kama kuna watu walikufundisha, lazima kufundishe vizuri kwamba vikwazo havikwepeki. Kuishi na watoto ni moja ya sehemu ya vikwazo. Haleluya. Yaani ukiwa na mtoto lazima vikwazo pambane navyo. Kwa kama una hasira unajisumbua bure. Hayo mazingira yamezungukwa na wingu la hasira. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Kama tu wanyama wanakozana kidogo utakuwa ni wewe. Sasa unakuwa na hasira, ni hasira siku moja siku mbili masaa. Mimi nimwambia mkangu unajisumbua bure. Unakuwa na hasira unazila nyama. Wewe una akili. Tena nyama hakupa. Na shetani ataleta vikwazo. Hatuzili chakula. Pole. Yaani umemkanyaga yeye, alafu yeye anakuambia pole wewe. Ungeweza hiyo? Haleluya. Amen. Mmoja basi tulicheka, tulikuwa na watumishi wa Mungu. Tunapita mahali na shangazi baba limebeba mgongoni. Tukabidi tusimame na wachungaji na sasa huruma zetu. Tukasema jamani pole. Tukashangaa mama akasema sio mgonjwa ni maidadi nini si maidadi. Yaani hata jamani nilisema my baby huyo amebeba mtu. Unafanya mchezo nini? Anazungusha kwenye uwanja. Anapunga hewa lakini yuko kwenye mgongo. Haleluya. Haleluya. Tunasema tujue Yesu ni Bwana na kanaye kwa maandiko yanayostahili anaweza kufanyia mengi. Kama ametuponya anaweza kutubariki. Amen. Jiangalie mekaile naye vizuri. Uwe sehemu ya huyu. Yaani Yesu anapotaja nani wafanya kazi wake ama watumwa, anasema huyu mtumwa wangu, yule mtumwa wangu, yule mtumwa wangu, yule mtumwa wangu. Hakukosi popote. Huyu mtumwa wangu, huyu mtumwa wangu. Huyu aseme Yesu. Mtumwa gani anayeadimika? Mtumwa gani mvivu? Mtumwa gani asiyetaka kuomba? Mtumwa gani asiyetaka kutii? Mtumwa gani ambaye anaenda kinyume, anajifanya anajua kuliko bwana wake? Utanyuma ushara. Mtumwa ni mnyenyekevu. Anasikia nini anaongea bwana wake. Mtumwa ni mtu anajifanya kama ajui ili ajue mengi. Mtumwa akionewa wakati mwingine anatii tu. Eti watumishi, wewe kama mtumwa ukasema nina haki. Sisi ni watumwa wa Yesu. Kuna wakati anaweza kutuonea, akasema tutafunga, tutatoa. Ni kama anatuonea, lakini ni Bwana wetu. Haleluya. 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 Kuna wakati mtumwa na mambo magumu, eti umsamea yeye. Tunatii. Hauna ujeuri. Hata kama una hasira za kweli, lakini nimekwambia samehe. Mpende adui yako, mpe chakula. Ni habari za Bwana wetu. Tufanyeje basi? Tuingie kanisani kumtolee, amesema yeye. Mimi nakwambia haifanani na gharama zingine. Huyu mtumwa kuna wakati miezi miwili iliyopita na mwezi mmoja uliopita, Bwana aliniambia mwezi mzima mtalala mlimani wa kanisa. Yaani kila Ijumaa mnalala. Washirika walinuka sawa mchungaji. Wewe mchungaji. Mlimani kila Ijumaa. Nikasema ndio na mimi sikupenda nimeamriwa. Lakini waliona faida yake baada ya mwezi kuisha. Mchungaji, kupenda mama. Mama imepokea. Mara hii lakini sikupenda. Lakini amesema
Haleluya. Amesema sina maswali. Mwezi uliopita, nafikiri wiki mbili zimepita, aliniamuru nikae kwenye maombi siku 7. Siri sinywi. Na mimi nimebarikiwa chakula kipo. Lakini ameniambia nikae siku 7. Nilikaa kwa mateso makali. Maombi haijaikuwa na furaha hata siku moja. Labda kama ufungaji. Kutokula siku 7. Nakutana na mauti na ashara nayo. Nasalimiana nayo inaondoka. Siku zingine ukilala unaona kwa Yerusalemu. Kwa hiyo ni hali ya kawaida. Nikajua ndio wanavyokufanya. Tukaenda mbinguni ukafikiri kumbe ndio hujarudi. Lakini unamaliza kwa ajili ya faida fulani. Unashangaa ni kwa ajili ya tairi la leo na jana ambao litakuchomoka. Mungu ana njia nyingi za kutunza. Kwa nitatii kila kitu maana yeye nani? Ni Bwana wangu. Karibu nimalize watumishi wa Mungu. Maana sasa asante Yesu. Karibu nimalize. Bwana huyu. Tuangalie baadhi ya ibada za watu zilizozingatiwa. Kwa mfano Israeli walikuwa na ibada moja, walikuwa na matoleo ya moja. Wanafundisha watu. Taifa la Israeli au Myahudi akija kufundisha hapo, utajiona hautoki. Kule kwao kuna sadaka ya amani. Unaifahamu? Hivi baada ya corona kulikuwa kuna sadaka ya amani. Kule kwao kuna sadaka ya tia. Kule kwao kuna sadaka ya dhambi. Kule kwao kulikuwa na masadaka mengi. 10 naye yanafika. Mvua ziligoma, ilitakiwa utoe kwa sadaka. Leo sisi si mliomba tu mkanisa, Bwana achilia mvua. Bonge na sauti, Bwana achilia mvua. Bwana Israeli amini hicho. Myahudi hawezi kuomba bila sadaka amini. Wao hivi sasa wanahangaika na corona hii. Wale ambao wamezika sheria wanatoa balaa mpaka wahakikishe Mungu anajibu. Lakini sio sisi. Myahudi alikuwa anatembea, ndio maana Myahudi alikuwa hawezi kwenda vitani bila sadaka. Myahudi alikuwa hawezi kwenda kwenye biashara bila sadaka. Leo hii wewe unaenda kuuza, lakini Myahudi lazima aingie kanisani kwenye hekalu atoe sadaka ndio akauze. Anaamini hivyo. Haleluya. Sasa bado ni mwaminifu kwa Bwana wake. Je, sisi ambao tunafanya machache tuwezaje kushindwa? Haleluya. Amen. Tuwezaje? Turudi tu Waislamu. Jamani, Waislamu na mambo. Mimi nimekaa na Waislamu, nimepanga kwa Waislamu, nafahamu. Wale watu wanajituma hizi. Sio kama walokole. Mimi nakwambia, Muislamu ana bidii. Kweli Waislamu mbinguni mtawakuta. Lakini kama nafasi zikitokea, unaweza kushangaa wakaingia wachache, wa Pentecoste msieni. Bwana akipima. Nina mtu mmoja pale rafiki sana ni Muhindi. Anaswali mara 5 kwa siku, anafunga duka ambalo anasema kwa siku linamuingizia mamilioni, sio milioni 2-3, kuanzia milioni 20 na. Anafunga duka naenda. Tena hakukaa mpaka anambia, "Mchungaji, nafunga duka, baada ya saa 1 unisubiri." Maadamu umefika muda, hata kama ulikuwa na hela milioni 5, anakuacha mlangoni. Nikasema wewe mwenyewe unamjuaje Mungu wako? Sasa bila hii mimi sibarikiwi. Nenda kwa tuliookoka. Yaani mtu anauza miswaki anashinda ibadani. Mtu anauza maparachichi kabisa, maparachichi, machungwa. Jamani machungwa. Si Jumatano ibada nini? Si Ijumaa. Mnafanya ibada hiyo. Jamani mboga za majani. Jamani matikiti. Yaani unashinda kanisani kwa ajili ya Bwana matikiti. Ziko zote. Leo hii nakwambia unakuta mtu siku za ibada ametembelewa na mgeni, unashangaa hajafika kanisani. Mimi nilishaandika kibao mlangoni. Siku za ibada hakuna cha mgeni wala nani. Wanafahamu. Kama yani uamue moja, twende wote. Ama nifunge chumbani baki shule. Na wanaelewa, uwe baba, uwe babu, shangazi, mjomba. Kama unaumwa maadamu amekuruhusu hospitalini kajivulia nyumbani kwangu, nitakuacha ndakuta. Siwezi kuwa na ujinga namna hiyo. Yaani kama mgeni kenyewe kwanza unakuja kunifilisi. Ugeni ni kufilisi. Yaani nifilisi chakula, unifilisi na Mungu. Haiwezekani. Sijawahi mimi. Nimewaambia washirika, mshirika anayeshinda kanisani kwa ajili ya mgeni. Kama ni kiongozi mwisho wa uongozi, huyo mchanga huyo. Mgeni huyo amepoza. Ana ugonjwa wa kupoza. Maadamu hata kama amepoza, hafanyi vurugu, mtamkuta. Ibada lazima ipewe kipaumbele, maana ndiko nakoitika. Najua baada ya kutoka kanisani naongeza uwezo wa ulinzi. Naongeza uwezo wa neema kwa watoto wangu. Kwa mtu aweze kufanya tunafika ibadani kwa sababu tuna kazi, hapana. Tunaingia kanisani kwa sababu ndipo mahali pa Bwana wetu anapotuongezea kila neema.
aliyeshinda kanisani leo kwa sababu ya sikukuu, pengine tutapishana 2000 tu. Yaani masaa ya kukaa kanisani, yeye atazidisha shilingi 2000. Lakini akirudi, unashangaa mtoto siku hiyo anakula donya 2, wewe unakula donya moja. Hajakufilisi basi. Mungu anaweza kutoa pesa kwa njia yote. Usifikiri kuwa na pesa nyingi ndio kumaliza matatizo. Kuna wakati unaweza kuwa huna hela, lakini Mungu akazuia matatizo. Nini? Anaheshimu unavyochukulia ibada. Haleluya. Myahudi anaingia kanisani kila siku. Leo hii mtu unakuta amehesabu vipindi. Nitaenda kanisani Jumapili asubuhi, Ijumaa, lakini mazoezi ya kwaya na idara ya wamama mwezi imezidi vipindi. Wewe tulia wewe mgonjwa wa akili. Kuna wakati unaweza kaenda kuugulia hospitalini ukatamani ibada hizi. Kuna watu wako wamelala. Mimi siku moja nimeenda pale Rufaa na kutana na mtu anasema nina miaka 6. Nasema, "Wa, hapa unafanya? Naugua. Nipata ajali miaka 6." Nikasema, "Wewe Yesu, miaka 6 ukafa nini?" Na zinieni niingie kanisani masaa mawili, hata wangesemaje niende asubuhi na jioni. Alafu niko salama. Leo tunalokole wazembe tu. Nenda hapo Somalia, rafiki yangu mmoja yuko Somalia, anasema hivi, tunaabudu kwa shida. Yaani unaabudu sebuleni. Kwa ajili tu ya jinsi wanavyotutesa, wameweka makapeti sebuleni. Tumechimba shimo huko. Tunafanya ibada kwenye shimo. Lakini nyie Tanzania hapa mnaabudu vizuri tu. Lakini bado mnajivutavuta. Anasema sisi tunaabudu kwa shida chini ya makapeti. Haleluya. Tumwabudu Mungu kama Bwana na Mwokozi wetu. Haleluya. Mungu akubariki sana. Amini neema ya Mungu itakufurika zaidi na tutaendelea na kuendelea.